بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نهاية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuendelea na darasa haya ya al-Muqaddima al-Hadramiyya, na tumefika katika nguzo za swala. Tulizungumzia nguzo ya kwanza na ya pili. Tulizungumzia nguzo ya nia na nguzo ya takbira ya ihram. Kisha asema Sheikh leo الثالث القيام في الفرض. ya tatu katika nguzo القيام في الفرض للقادر, ni kusimama katika swala ya faradhi kwa yule mwenye uweza. Ni kusimama katika swala ya faradhi kwa yule mwenye uweza. Na hapa Sheikh aliposema kusimama fil fardhi, katika faradhi, hata kama ni mandhura, hata kama ni swala ambayo mtu ameweka nadhiri. Swala ya nadhiri tunajua, mfano mtu aswali swala ya qabliya ya alfajiri. Qabliya ya alfajiri ni sunna, lakini akatia nadhiri. Yani mfano mtu aseme nadhartu an usallia qabliyat alfajiri, ameweka nadhiri kwa ataswali qabliya ya alfajiri, basi inakuwa sasa si ni faradhi ile swala. Ikisha kwa ni faradhi, tumwambia basi kuiswali lazima uswali kwa kusimama, lazima aswali kwa kusimama. Kisha pia swala ikiwa ni fardhu kifaya, yani maanisha swala ya jeneza pia lazima iswaliwe kwa kusimama. Mtu hawezi kusema hii fardhu kifaya, wajua hata waweza kuacha wengine wakifanya. Ndio waweza kuacha wengine wakifanya, lakini ukiamua kuswali lazima uswali kwa kusimama. Alqiyamu fil fardhi lilqadiri. Haya, lingine ama swala nyingine ni swala ambayo si faradhi asli yake, lakini iko katika sura ya faradhi, yani ala surati al-fardhi. Swala yenyewe ni kama gani? Swala ya mtoto mdogo. Swala ya mtoto mdogo si lazima, lakini ni swala ambayo iko katika sura ya faradhi. Yani yule mtoto mdogo yuaswali, aswali swala ya dhuhuri mfano, tuambia ile swala adhuhuri yake yule mtoto si faradhi, sio, ni sunna, yupata thawabu za sunna. Na tukisema si faradhi ni kuwa akiwacha hapati nini? Hapati dhambi. Kwa hivyo iko katika sura ya faradhi, si faradhi lakini iko katika sura ya faradhi, lakini bado mtoto tuombe lazima aswali kwa faradhi. Kwa hivyo au ala surati al-fardhi. Na pia mfano mwingine wa swala ambayo iko katika sura ya faradhi ni swala ya muada. Swala hii ya muada, kama itakavyokuja inshallah baadaye tutaizungumzia, ni swala ambayo mtu anaswali, kwa mfano swala ya dhuhuri, mtu ashaswali, kisha akaja akapata mtu mwingine yoswali jamaa, yeye akaja akaswali naye tena yule. Ile ya pili ile inaitwa salatul muada. Inaitwa salatul muada. Basi hii salatul muada hii kwanza lazima iswaliwe kwa jamaa kama itakavyokuja na maelezo mingi. Sasa hii swala ya muada, mtu akiwa anataka kuswali basi lazima aswali kwa kusimama. Maana muada ni sunna, swala ya muada ni sunna, lakini iko katika sura ya faradhi, iko katika sura ya faradhi. Hata nia kama tutakavyoona baadaye, nia atatia tu swali fardhu dhuhri, atatia nia tu hivyo, na ingawa ni ashaswali yeye tayari ya dhuhuri hakadha. Kwa hiyo sema Sheikh alqiyamu fil fardhi lilqadiri, hapa ni kwa mwenye uweza. Na hapa akisema alqadir, yani mwenye uweza kwa nafsi yake mwenyewe iweza kusimama kama kawaida, au bi ghairihi, ama kwa kumwambia mtu amsaidie, ama kwa fimbo, naomba lazima atumie hiyo fimbo. Lazima ima aweze yeye mwenyewe, haina neno. Ama mtu mwingine anakuambia mimi siwezi mimi mwenyewe, tutamuuliza je, kwani huwezi kushika bakora ukasimama? Huwezi kushika ukuta ukasimama? Ikiwa ataweza tuambie lazima afanye hivyo. Lazima afanye hivyo. Lazima yani atafute kitu ambacho atashikilia afanye hivyo. Na huku kuswali yani kusimama ni wajibu kuanzia mwanzo wa takbira ya ihram. Ni wajibu kuanzia mwanzo wa takbira ya ihram. Tena hapa ni kwa ijmaa ya wanazuoni.
Tamam, hii ni kwa ijma'i ya wanazuoni. Naam. Itakuja maelezo ya sunna mwenyewe katika matni yatataja. Kisha asema shekhe, wayushtaratu nasbu faqari dhahrihi, wayushtaratu nasbu faqari dhahrihi, na inasharitishwa na ni sharti na ni lazima mtu anyoshe uti wa mgongo wake. Ni lazima mtu anyoshe uti wa mgongo wake. Si lazima anyoshe shingo. Shingo yake ile aweza kuwa ameinama kishingo hivi, yani shingo aweza kuwa ameinamisha, haina neno, lakini uti wa mgongo uwe uko moja kwa umenyoka. Na maana hii ni yani maana ya kusema uti wa mgongo umenyoka, yani awe hajainama kwa namna ambayo amekaribia rukuu, awe hajainama kwa namna ambayo amekaribia zaidi rukuu kuliko kukaribia nini, kusimama. Jean. Kwa hivyo hii ndio makusudio hapa. Kwa hivyo haina shida lau ataegemea kitu. Haina shida lau yatakuwa ametegemea kitu ima kwa nyuma au kwa mbele, hata kama lau kile kitu labda kingeondolewa yataanguka. Ndio ile tukasema lau atategemea etwaje bakora. Ameshika bakora hivi maskini ameiegemea, ama ameweka kama mbao mbele, ama kama ni meza kwa mbele hivi kisha ameiegemea, ama ni kwa nyuma ameishikilia hivi. Haina neno hata kama lau ile meza ikiondolewa, tukifaradhia lau ile meza ikiondolewa atafanya nini? Ataanguka. Haina neno. Kwa sababu gani? Kwa ajili huyu mtu bado yahesabiwa kuwa amesimama. Amesimama lakini bwana wajua kile kitu alichokitegemea kitaanguka kiondolewa. Haina neno hiyo. Haina neno. Lakini lau atasimama kwa namna ambayo yani labda atafungwa kwenye sehemu. Fahamu hapa. Lau atakuwa amefungwa kwenye sehemu, akasema sehemu ambayo amefungwa mpaka aweze kuinua miguu yake. Mpaka aweze kuinua nini? Miguu yake. Yani yeye hii sana sana itakuwa kwa mfano amefungwa na ukuta ama na mti ama na gogo, kisha yeye aweza kuswali Allahu Akbar huku ameinua miguu na bado amebaki ati amesimama, swala ile haisihi. Ama kusimama kule hakuhesabiwi. Sawa? Manake kuwa yeye anaweza kuinua miguu haitwi tena kuwa amesimama, yeye anaitwa muallaq. Kwa hivyo haisihi. Sijui hapa kama imefahamika. Yani mtu kawaida akisimama anaweza kuinua mguu mmoja, lakini hawezi kuinua miguu miwili na akabaki ati miguu miwili iko juu ya hewa. Hawezi. Sasa ikiwa yeye ameegemea kitu, ameegemea kitu ambacho kitamfanya yeye aweze kuinua ile miguu miwili na ati bado aendelee kuwa amesimama, bado tumwambie ile kama hajasimama, swala haifanyi nini? Haisihi. Lazima asimame kwa namna nyingine. Tamam. Pia mtu ambaye atakuwa ameinama mpaka yuko karibu zaidi na hadi ya kurukuu, yuko karibu zaidi ya hadi na kurukuu, basi swala yake pia haifanye nini? Haisihi. Au mtu ambaye atakuwa amebeta hivi kwa kando, itakuwa amebeta kwa kando, sio kuinama kwa mbele, amebeta kwa kando, kwa upande, amebeta mpaka mtu akimwangalia ataona kama ambaye huyu hajafanya nini? Hajasimama. Pia yule swala yake haisihi. Tutamwambia wewe bado hujafanya nini? Hujasimama. Sawa? Asema shekhe, wa yushtaratu nasbu faqari dhahrihi. Fa in lam yaqdir. Sasa tuanza. Ikiwa hatoweza, sasa hukumu yake ni nini? Ikiwa hatoweza, hukumu yake ni nini? Kabla ya kuendelea huko, kwanza tukumbushane. Tumesema kwa ikiwa yeye ataweza kusimama kwa kutumia kitu bimuinin, kwa mtu ambaye atamsaidia, au mfano kwa bakora, hukumu yake ni nini? Wajaba mutlaqan, ni wajibu, lazima aende katafute hiyo bakora, ni lazima aende katafute mtu wa kumsaidia. Ibn Hajar asema ni lazima mutlaqan. Sawa? Lakini al-Imam ar-Ramli amemkhalifu Ibn Hajar kidogo. Upande wa gogo, upande wa ile fimbo tuseme, Ibn Hajar asema ikiwa wewe yuweza kusimama kwa kutumia mtu, yani kumwambia mtu njoo unisaidie, njoo unishikilie, ama yuweza kutumia gongo, yani kama inaitwaje, bakora, basi tumwambia lazima afanye. Hakuna hapa Ibn Hajar na Ramli wamekubaliana upande wa gogo. Ama upande wa kumuita mtu aje akusaidie, Imam Ramli amekhalifu kidogo. Maana Ibn Hajar anasema mutlaqan, yani kwa namna yoyote lazima uite huyu mtu akusaidie. Lakini al-Imam Ramli asema la. Al-Imam Ramli asema ikiwa ni bakora haina neno, ndio lazima utafute bakora kwa namna yoyote, yani lazima uchukue bakora na utumie bakora kwa namna yoyote. Lakini ikiwa wewe huwezi kwa bakora, yani mpaka mtu labda aje akushikilie, al-Imam Ramli akwambia ni wajibu umtafute huyu mtu mwenye kukusaidia, ikiwa ni katika asli al-qiyami, mwanzo wa kusimama. Mwanzo kusimama pale wahitaji mtu, sawa. Lakini ati wewe waweza kuanza kusimama peke yako, kisha katikati maskini ndo unashindwa, ndo unaketi, basi pale katikati tutakwambia haina neno keti.
Hii ni kwa Imam Ar-Ramli, tuelewane ili jambo mpaka tuelewane uzuri. Yani Ibn Hajar akwambia wewe mfano waweza kusimama kutoka mwanzo. Kuanzia mwanzo wewe mashallah waweza kusimama, huna wasiwasi. Kwa kuchukua gogo ama kumwambia mtu akusaidie. Ibn Hajar akwambia maana yake imma ni kuanzia mwanzo wewe waweza kusimama, ama kuanzia mwanzo wewe huwezi, lakini katikati baada ya kusoma Fatiha kama aya 3 ndo unachoka sasa, huwezi tena kusimama, wahitaji mtu aje akusaidie. Ibn Hajar anasema kwa hali zote mbili, kuanzia pale mwanzo ama kuanzia hapa katikati, lazima utafute huyo mtu aje akusaidie, ama lazima uchukue hiyo bakora ikusaidie, lazima. Ar-Ramli akwambia la, ikiwa ni bakora ndo wahitaji, ndio ni lazima. Lakini ikiwa ni mtu, yani ikiwa wewe wahitaji mtu aje akusaidie, basi ikiwa ni kwa sababu ya ile hali ya kwanza, yani kuanzia mwanzo wa kusimama, basi pale lazima umtafute huyo mtu aje akusaidie. Lakini ikiwa ni katikati, yani wewe ni mtu ambaye waweza kuanza peke yako, lakini ikiwa katikati ya kusoma Fatiha huwezi, basi Imam Ar-Ramli akwambia si lazima utafute mtu ambaye atakusaidia pale. يعني إن كان في أصل القيام فيجب المعين، وإن كان في دوام القيام لا يجب المعين. هنا قولي ناني يا الإمام الرملي. لكن ابن حجر كما تلفونا نكوى حالي zote mbili lazima atafute huyo muin, yani mwenye kumsaidia. Sawa, asema Sheikh fa in lam yaqdir waqafa munhaniyan, ikiwa hatoweza basi waqafa munhaniyan, ataswali kwa ile hali ya kuinama. Hatumwambia ati madamu umeshindwa kunyosha uti wa mgongo basi keti, la, tutamwambia haina neno. Hivyo hivyo kwa kurukuu maskini, utaona wale watu wengine wazee, mtu ana miaka 80 basi hawezi kusimama yani moja kwa moja hivi, utaona ameinama kidogo, tena ameinama labda amekaribia na kurukuu, haina neno, maana pale ndo uwezo wake. Kwa hivyo kwambia waqafa munhaniyan, atasimama kwa kuinama. Na hapa tuaona sio kwa wewe basi umeshindwa kusimama moja kwa moja waenda wafanya nini, waketi kama inavyotokea, la, ni yule mtu ambaye ameshindwa kusimama basi ataswali kwa kuinama kwa ile hali ambayo anaweza. Waqafa munhaniyan, atasimama kwa kuinama. Na akiwa yeye atasimama kwa kuinama, manake hapa kuinama tunapokusudia ni kuwa ameinama mpaka amefika karibu na hadi ya nini, ya kurukuu. Kwa hivyo ukimwangalia wewe zadhani amerukuu. Mtu kama huyu hukumu yake nitamwambia sawa, madamu yeye hawezi haina neno, lakini kurukuu kwake atafanya vipi? Je, atainama vile vile? Ala, tuambia kurukuu kwake pia lazima iname kidogo zaidi ya ile kuinama kwa ambako alikuwa amefanya kwa kusimama. Tumeelewa? Naam. Asema Sheikh fa in lam yaqdir qa'ada wa raka'a muhadhiyan jabhatahu qudama rukbatayhi. Asema Sheikh fa in lam yaqdir, na lau hatoweza maskini kufanya nini, kuinama, asema qa'ada, basi sasa ataketi. Basi sasa atafanya nini, ataketi. Na hapa fa in lam yaqdir, nini maana fa in lam yaqdir? Yani vipi itakuwa hana uwezo? Nini maana ya kuwa hana uwezo? Hapa maulama pia wamekhtalifiana kidogo. Yani tukisema kuwa hana uwezo, mtu yule bwana hana uwezo wa kusimama, yani maana yake nini? Maana ya hana uwezo wa kusimama, Ibn Hajar asema ni kuwa anapata mashaka, anapata shida, anapata tabu nyingi, anapata maumivu mingi ambayo kikawaida mtu hawezi kuyahimili. Mtu kawaida hawezi kufanya nini, kustahimili. Ibn Hajar asema maana ya yani ile dhabit la kuwa hawezi, dhabit ya kuwa huyu mtu hawezi ni mtu awe anapata maumivu ambayo kikawaida hayahimiliki, yani mashaka shadida la tuhtamal adatan. Ndio kauli Ibn Hajar. Lakini Imam Ar-Ramli asema la, si lazima iwe ni mashaka shadida ati la tuhtamal adatan, la. Imam Ar-Ramli asema hata kama ni mashaka ambayo si shadida, yani tuhtamal adatan, lakin tudhhibu al-khushu' au mudhhiba lil-khushu'. Ikiwa yale mashaka yanayopata ni mashaka ambayo yanamuondolea khushu'i, angalia, haya si lazima iwe mashaka shadida haya, hata mashaka ya kawaida tu, yani anapata maumivu fulani, yale maumivu yanamfanya asiwe na khushu'i. Yanaweza kuhimili, lakini yale maumivu yanampotezea khushu'i, basi Imam Ar-Ramli akwambia basi pale iweza kuketi. Angalia, subhanallah, ndio khilafu baina Ibn Hajar na Ramli. Ibn Hajar akwambia lazima yawe ni mashaka mazito sana, Ramli akwambia la, si lazima yawe mazito, bora tu ni mashaka ambayo yanamuondolea khushu'i. Ikiwa yanamuondolea khushu'i, tumwambia basi wewe fanya nini, swali kwa kuketi. Sawa. Na hii inaitwa al-ajz al-hissi. Hii inaitwa al-ajz al-hissi. Hii ni ajz hissi, ni kushindwa kusimama kihisi. Maana maskini ana maumivu. Kuna kushindwa kusimama yani shar'i,
kuna al-ajz ash-shar'i, na al-ajz ash-shar'i wanatuambia mfano mtu yuko vitani yuogopa ataonekana na adui. Mfano mtu yuko vitani yuogopa ataonekana na adui, amejificha, ajua time sasa ni ya swala. Angalia jamani umuhimu wa swala. Mtu yuko vitani lazima aswali sasa, lakini bwana angalia yule adui, mimi nikiswali kwa kusimama ataniona. Tutamwambia basi wewe utaswali kwa kuketi, utaswali kwa kuketi. Shona lakini mimi sina uwezo. Tutakwambia hadha ajzun shar'i, ile ni ajz hissi na hapa ni ajz shar'i. Tamam. Asema shekhe, fa in lam yaqdir, na mtu asipoweza, qaada, ataketi atakavotaka, utaketi unavotaka. Sawa, mtu ataketi anavotaka, haina neno, lakini bora zaidi ni aketi kiketo ama kikao cha iftirash. Aketi kikao cha nini? Cha iftirash. Kikao cha iftirash maarufu, yani kile kikao ambacho mtu anaketi katika tashahudi ya kwanza ama katika aljulus baina sajidataini, kile ndio chaitwa kikao cha iftirash. Yani aweke mguu wake wa kushoto, akelie mguu wake wa kushoto, kisha mguu lake la kulia alisimamishe. Hiyo ndio iftirash. Ikiwa hawezi iftirash, basi aketi tarabbu'i, yani bora. Hii tutazungumzia ubora, lakini anaweza kuketi anavyotaka. Al-iftirash kisha ya pili ni at-tarabbu'. At-tarabbu' ni vipi? At-tarabbu' ni kile kito cha kawaida ambacho yani uketi, yani kuweka makalio chini kisha kukunda miguu. Naam. Kisha kama hawezi at-tarabbu' bora, yani inayofuata katika ubora ni at-tawarruk. Kuketi kikao cha at-tawarruk. Kikao cha atawarruki ni mguu wa kushoto. Sisi katika al-iftirash tumesema ukalie mguu wa kushoto. Tawarruki ni ule mguu wake wa kushoto au pitishe chini ya mguu wake wa kulia. Asiketi ya mguu wake wa kushoto, aketi chini. Makalio yake, kiuno chake aweke chini moja kwa moja. Asikelie kile kiuno. Tamam. Hiyo ndio inaitwa tawarruk. Tamam. Kwa hivyo bora zaidi ni iftirash, kisha tarabbu'i, kisha nini? At-tawarruk. Naam. Asema shekhe, fa in lam yaqdir قعد وركع محاذيا جبهته قدام ركبتيه. Naam. Laweza kuja swali. Haya, ama kuna hali mtu anaweza kusema mimi nikiswali peke yangu. Sasa yeye kuwa akiswali peke yake aweza kuswali kwa kusimama. Mashaallah ana uwezo. Maana yake labda ataswali haraka atamaliza. Lakini nikiswali kwa jamaa, sasa ni mtu anaweza akiswali kwa jamaa hawezi kuswali peke yake. Hawezi kuswali kwa kusimama, afwan. Akiswali peke yake anaweza kuswali kwa kusimama, lakini akiswali kwa jamaa hawezi kuswali peke, hawezi kuswali kwa kusimama. Akiswali kwa jamaa akwambia mimi nachoka, kwa hiyo lazima niketi baada ya muda labda. Subhanallah. Galia hukumu nini? Je, tutamwambia ruhusa swali kwa jamaa kwa kuketi, ama lazima swali kivyake, lazima swali peke yake kwa kusimama? Ambia anayo khiari. Akitaka aswali kwa kusimama peke yake au aswali kwa jamaa pamoja na wenzake, na hali ya kuwa amefanya nini? Ameketi, haina neno, ana ruhusa. Asema shekhe, fa in lam yaqdir qa'ada, kiwa hatoweza basi atafanya nini? Ataketi. Wa raka'a muhadhiyan jabhatahu qudama rukbatayhi. Sasa atazungumzia kusurukuu ya huyu mwenye kuketi. Huyu ile swali kwa kuketi ameshindwa kusimama, atafanyaje? Asema wa raka'a, na atarukuu muhadhiyan, hali ya kuwa ameelekea ameelekeza jabhatahu, uso wake, paji lake la uso, qudama rukbatayhi, mbele ya magoti yake. Hili ni jambo muhimu jamani, kwa wale wanaoswali kwa kuketi. Mtu akiswali kwa kuketi lazima, ikiwa atakuja sasa wakati wa kurukuu, ainame. Angalia, lazima afanye nini? Ainame mpaka uso wake ama paji lake la uso lipite sehemu ya magoti. Hii ni katika makosa makubwa sana. Utaona mtu ameinama kidogo tu, ameinama kichwa chake kimeelekeana na mapaja, haisihi. Yani paja lake la uso kimeelekea mapaja, yani hakijapita magoti. Lazima mtu akitaka kurukuu, ikiwa ameswali kwa kuketi, akirukuu afanye nini? Ainame kwa namna ambayo kichwa chake kimepita magoti. Sawa? Sio kuwa ainame tu nitoje ainame kidogo tu, la, lazima ainame hali ya kuwa kichwa kimefanya nini? Kimepita magoti. Huu ndo uchache wa rukuu. Huu ndo uchache wa nini? Wa rukuu. Wal afdal, akwambia ya shekhi katika matni, wal afdal, na bora zaidi, an yuhadhiya mawdhi'a sujudihi, ni ule mtu aelekee sehemu ya kusujudu. Yani lao ingekuwa mtu yule atasujudu,
Leo ingekuwa yeye amesimama na nguvu zake atasujudu mpaka wapi, kichwa chake kitagusa wapi? Basi huyu ambaye ameswali kwa kuketi akitaka kurukuu bora afikishe kichwa chake pale. Yaani afikishe kichwa chake kilingane na ile sehemu ya kusujudu. Wangapi tufanya hivi? Kwa hiyo kuswali kwa kuketi sio kuswali tu tunavyotaka, la. Ni kuswali kwa hivi kwa namna ambayo yani ya sahihi. Kwa hivyo asema hapa Sheikh wal afdal, yani ile rukuu ya ukamilifu, an yuhadhia, ni aelekeze mawdhi'a sujudihi, aelekeze yani bapa lake la uso ile sehemu ya kufanya nini, ya kusujudu, yani ile sehemu ya kusujudu kikawaida. Kisha asema wahuma, na hizo mbili, wahuma yani hizo mbili nini na nini, yani al-aqal wal afdal au al-aqal wal akmal, wahuma yani aqallu ar-ruku'i na akmalu ar-ruku'i, wahuma ay aqallu ar-ruku'i wa akmal ar-ruku'i. Kwa huyo ambaye ameketi akwambiaje, ala wizani ruku'il qa'imi, iko katika ule wizani ile hali imefanana na rukuu ya mwenye kusimama. Kwa hivyo hapa aqallu ruku'il qa'idi na akmalu ruku'i al-qa'idi, hizi mbili zimefanana na rukuu ya mwenye kusimama. Zimefanana vipi? Yani iko katika wizani ile katika nini, fil muhadhati, katika kuelekea ama katika kuangalia. Yani katika zote hizi hali mbili ni sunna yule mwenye kurukuu aangalie sehemu ya kusujudu. Wewe ikiwa umerukuu, mwana madhehebu yetu, ikiwa wewe warukuu kawaida, ni sunna ufanye nini? Uangalie wapi? Katika madhehebu yetu sunna uangalie ile sehemu ya kusujudu. Basi pia ikiwa wewe umeketi, ikiwa swali kwa kuketi, ni sunna uangalie sehemu ya kufanya nini, ya kusujudu. Sawa. Anasema Sheikh, yani ikiwa umeswali kwa kuketi pia ni sunna ile ukirukuu ukisujudu uangalie sehemu ya kusujudu. Kisha asema Sheikh, fa in lam yaqdir, sasa ikiwa mtu hatoweza, idtajaa, ikiwa mtu hatoweza kurukuu kuswali afan. Sasa turudi kuswali kwa kusimama. Hawezi kuswali kwa kusimama, unamwambia keti. Hawezi kuswali kwa kuketi, ndio akwambia fa in lam yaqdir. Sasa asipoweza kuswali kwa kuketi, hukumu yake nini? Asema Sheikh, idtajaa ala jambihi, basi atalala kwa upande, atajinyosha kwa upande. Idtajaa ala jambihi, atajinyosha kwa upande wote utakao, kulia au kushoto ni bora, kama ambavyo yeye anasema hapa, wal aymanu afdal, na upande wa kulia ni bora, yani ajinyoshe upande wa kulia. Na lazima elekee qibla, taban lazima elekee qibla, kifua chake uso wake elekee qibla. Kwa hivyo hata kila upande wa kushoto, hata kila upande wa kulia, sisi tumwambia wewe kuelekea ni qibla, ni lazima. Ni makruhu tu kuelekea upande wa kushoto bila udhuru wowote. Ikiwa hana udhuru, basi ikiwa atalala kwa upande wa kushoto, tumwambia hapo umefanya makruh, lakini swala imeswihi. Lakini ikiwa ana udhuru, tumwambia hata hiyo makruh umefanya nini, hakuna, yani si makruh tena ikiwa ana udhuru wote. Ndio akwambia Sheikh hapa, wal aymanu afdal, na upande wa kulia ni bora. Na upande wa kulia ni nini? Ni bora. Kisha sema fa in lam yaqdir, lau hatoweza, maskini hakuweza hata kuswali kuangalia. Jamani, umuhimu wa swala, hakuweza kuswali kwa kujinyosha upande wa kulia, nini hukumu yake? Akwambia fa in lam yaqdir istalqa, kama hakuweza atafanya nini? Ataswali kichalichali, yani atalala kichalichali. Sisi Swahili tunasema kulala kichalichali, yani ataweka mgongo wake kwenye ardhi, yaani sasa amelala kuelekea juu. Istalqa, atalala kichalichali kwa mgongo wake. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametaja katika hadithi sio, fa in lam yastati' fa in lam tastati' famustalqiyan, basi ikiwa hata huwezi kuswali hiyo kwa upande kwa kulala kiupande, basi kwa kuwa lala ikiwa umeelekea juu, yani mgongo wako uko kwenye nini, umelalia mgongo wako tuseme. Asema Sheikh, wa yarfa'u ra'sahu, angalia, fa in lam yaqdir istalqa wa yarfa'u ra'sahu, na ikiwa hatoweza atalala kimgongo kama kichalichali. Wa yarfa'u ra'sahu, na lazima ainue uso wake, atainua kichwa chake, hii ni lazima. Yani kama mto hivi, ili kichwa itwaje kiwe kimeelekea qibla, shaona hapa. Kwa hivyo lazima kidogo aikewe mto kwenye kichwa chake pale, ainuke, aweze kuinuka. Isipokuwa ikiwa yuko katika al-Kaaba, ikiwa swali ndani ya al-Kaaba haina neno. Umeelewana? Ikiwa swali ndani ya al-Kaaba haina neno.
Fahamiana hapa. Ikiwa swala ndani ya Al-Kaaba haina neno hata asipowekewa ule mto, kwa sababu gani? Maana wakati wote ameelekea qibla, si ikiwa iko ndani ya Al-Kaaba. Na hii nadra, yani mtu kuswali pale subhanallah bahati yake itakuwa. Lakini kama ni sehemu yote nje ya Al-Kaaba tumwambia lazima awekewe mto ili kichwa kiwe kimefanya nini? Kimeelekea qibla. Asema shekhe wa yarfa'u ra'sahu bi shay'in, kwa kitu. Kisha asema wayumi'u bi ra'sihi lirruku'i was-sujudi. Sasa huyu mtu ambaye amelala hivi takuwa taban hawezi kuruku na hawezi kusujudu. Sasa atafanyaje kuhusiana na kuruku? Asema shekhe wayumi'u, basi atapeleka kichwa birasihi. Wayumi'u birasihi, ataashiria kwa kichwa chake. Angalia, wayumi'u birasihi, na hii wajibu. Wayumi'u birasihi wujuban, ni lazima aashirie kwa kichwa chake. Lirukui, kwa kuruku, yani ikifika wakati wa kuruku atapeleka kichwa kidogo. Wasujudi, na pia kusujudu hivyo hivyo atapeleka kichwa kidogo. Wa ima'uhu lisujudi akthar, na kule kuashiria kwake kwa kusujudu kuwe ni zaidi. Wujuban, hii lazima. Asema qadra imkani, qadri ya uwezo wake. Taban qadri ya uwezo wake yote, hani qadri ya uwezo wake. Atumwambia afanye kitu zaidi ya uwezo wake. Tamam, dini haina haraji, dini haina uzito. Tamam. Asema shekhe wa ima'uhu lisujudi akthar qadra imkanihi. Kisha asema fa in lam yaqdir. Haya, sasa asipoweza, fa in lam yaqdir, ikiwa hawezi maskini hata huku kuswali kwa mgongo ama kupeleka kichwa ile hawezi, hukumu yake atafanyaje? Ndo basi swala imeporomoka. Asema la, au ma'a bi tarfihi, au ma'a bi tarfihi. Hapa ra ina sakna, si bi tarafihi. Hapo huwa tukosea baadhi yetu. Si bi tarafihi, manake taraf ni kidole. Au ma'a, tukisema au ma'a bi tarafihi, yani kidole. Watu wengine wasema basi ataswali kwa kidole. La, ataswali kwa mato. At-taraf ni basar, yani macho. Kwa hivyo au ma'a bi tarfihi, yani atafanya kwa mfano nguzo za kutamka atatamka Allahu akbar, sawa, kisha bismillahirrahmanirrahim, kisha akitaka kurukua atafunga macho, ile ni ishara kwa amerukuu. Akitaka kuleta itidali atafungua, ile ndo ima bi tarfihi, sawa. Asema fa in lam yaqdir, asipoweza, au ma'a bi tarfihi. Kisha asema fa in lam yaqdir, na asipoweza hata hii kwa macho. Subhanallah, angalia, subhanallah jamani, sheria namna ilivyo, hakuna matezo na swala. Asema fa in lam yaqdir, basi asipoweza, ajra al-arkana ala qalbihi, atapitisha zile nguzo kwa moyo wake. Atapitisha zile nguzo pamoja na sunna. Taban nguzo itakuwa ni kwa wajibu, yani kupitisha zile nguzo ni lazima, na akitaka kupata thawabu za sunna pia apitishe nini? Zile sunna. Kwa hivyo ajra al-arkana, atapitisha zile sunna ala qalbihi, juu ya nini? Ya moyo wake, sawa. Afwan, hata mtu ikiwa hawezi maskini kuzungumza, hapa nguzo ile kukusudiwa zaidi ni zile nguzo za vitendo. Nguzo za vitendo, manake nguzo za kuzungumza atarajiwa kwa yeye iweze kufanya nini? Kuzungumza. Lao maskini pia kuzungumza hawezi, tuambia pia zile nguzo za maneno afanye nini? Apitishe kwa moyo wake. Fa in lam yaqdir ajra al-arkana, ikiwa hatoweza atapitisha zile nguzo ala qalbihi, katika nini? Moyo wake. Kwa hivyo ndugu zanguni, hapa tunaona kuwa la tasqutu as-salah, la tasqutu salatu maadama aqluhu fi, swala haiporomoki maadamu akili yake anayo, basi swala haifanyi nini? Haiporomoki. Hata iweje swala haifanyi nini? Haiporomoki. Na mara nyingine mtu anaweza kusimama kwa muda kisha baadaye anachoka kidogo, sio? Yani mtu Allahu akbar, anasoma aya 2 3, kisha anachoka, basi anaketi. Ndio atafanya hivyo. Yani kama ana kadri ya ana uwezo wa kusimama dakika 5 ama dakika 3, tuambia hizo dakika 3 lazima asimame, kisha baadaye aketi akiwa amechoka, sikia kisunzi au mwana kichwa nini, kwa ile mashaka ambayo tumeeleza kwa khilafu baina Ibn Hajar na Ramli, tuambia ataketi. Sasa ikiwa yeye atafanya hivi, yani atasimama kwa muda kisha atake kufanya nini? Kuketi, tumwambia ile hali ya kuketi lazima asome Fatiha, lazima aendelee na Fatiha. Yani mfano amesoma Fatiha Ar-Rahmanir Rahim, mara kasikia kisunzi kikali sana, basi akaamua kufanya nini? Kuketi, manake hawezi maskini. Ile hali yako yuaketi, lazima aendelee Fatiha Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Ile hali anapokuwa yanaketi, basi huko anaendelea na Fatiha, lazima. Kinyume na mtu ambaye ameanza kwa kuketi, labda alikuwa anasikia kisunzi akaanza swala kwa kuketi, baada ya kusoma Ar-Rahmanir Rahim akasikia nafuu kubwa sana, ule ugonjwa ukaondoka, akaona kwa yuweza kusimama, tutaombea si lazima simame pale, lazima simame
pale pale vile vile swala yake endelee, lakini hali ya kuwa anasimama ile yuaenda kusimama sasa, ile yuinuka, sisi tunasema hali ya kuinuka ile hafai kusoma Fatiha. Tuelewane. Yule mwenye kwenda kuketi lazima asome Fatiha wakati yuinama kwenda kuketi. Lakini kinyume, yule mwenye kuketi yuataka kuamka sasa, yuinuka, ile hali ya kuinuka hafai kusoma Fatiha. Anafaa kungoja mpaka akishasimama ndio aendelee na Fatiha yake. Tumefahamiana eh? Sawa. Asema shekhe, wa yatanaffalu alqadiru. Sasa hapa tazungumzia swala ya sunna. Swala ya sunna, je, ataswali vipi? Asema wa yatanaffalu alqadiru qa'idan wa mustaji'an la mustalqiyan. Wa yatanaffalu alqadiru, na ataswali sunna yule mwenye kuweza, yule mtu ambaye ana uwezo wa kuswali kwa kusimama. Asema shekhe, wa yatanaffalu, ataswali sunna hata kama yana uwezo qa'idan. Ni rukhsa yani. Ni rukhsa yule mwenye kuswali sunna, ni rukhsa afanye nini? Aswali kwa kuketi, haina wasiwasi. Tena hii ni kwa ijma' ya umma. Swala ya sunna mtu yuweza kuswali kwa nini? Kwa kuketi. Wa mustaji'an, ndio, na pia aweza kujilaza kwa upande. Mustaji'an au istijaa' ni kujilaza kwa upande. Aweza kuswali huko amejilaza kwa upande, swala ya sunna, hata kama pamoja na uwezo wa kusimama. Mustaji'an la mustalqiyan, sio kwa nini? Sio kwa kulala kichali, kulala kimgongo, haisihi. Haifai swala ya sunna uswali hivyo. Ikiwa una uwezo taban, hapa tuzungumzie ikiwa una uwezo wa kusimama ama wa kuketi. Asema shekhe, la mustalqiyan, sio kwa nini? Kwa kulala kichali. Kisha wayaqudu lirruku'i wasujudi. Na huyu ambaye atalala kwa upande, ambaye atalala kwa upande, ataswali kwa upande, hii sunna, tuambia lazima katika rukuu na kusujudu aketi. Sio ati madamu yamelala kiupande basi pia rukuu na katika rukuu na kusujudu tuambia keti. Sawa, wayaqudu lirruku'i wasujudi, na ataketi kwa ajili ya kurukuu na kufanya nini? Na kusujudu. Kisha asema shekhe, wa ajrul qa'idi alqadiri, na ujira na ile thawabu ya yule mwenye kuswali kwa kuketi, na thawabu za yule mwenye kuswali kwa kuketi ikiwa ana uwezo, pamoja na kwa ana uwezo kusimama, asema nisfu ajril qa'imi, ajiri yake, thawabu yake ni nusu ya yule thawabu ya yule mwenye kusimama. Yani mfano mtu ana uwezo kusimama swala labda ya tarawih, ana uwezo kusimama, lakini akasema acha bwana mimi swali kwa kuketi, marhaba, tuambia swala imeswihi, lakini thawabu zake nusu ya thawabu za yule aliyoswali kwa kusimama. Kisha asema shekhe, wal mustaji', na mtu ambaye atalala yule upande, nisfu ajri alqa'im. Wal mustaji' nisfu, ama wa ajru alqa'ida, wa ajru almustaji', itakuwa hapa wal mustaji' nisfu ajri alqa'im. Na huyo ambaye ni mustaji', ambaye amelala tuaje kwa upande, ujira wake ama thawabu zake ni nusu ya ujira wa aloswali kwa kuketi. Kwa hivyo mwenye kuketi thawabu yake nusu ya mwenye kusimama, na mwenye kulala kiupande thawabu yake ni nusu yule mwenye kufanya nini? Kuketi. Naam. Na maulama watuambia hapa, lakini si katika hali ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ujira wa kuketi ni ule ujira wa kusimama, na ujira wa kulala kando, yani lau ingetokea ujira wa kuswali kwa kulala kiupande, kujinyosha upande, basi ujira wake ni sawa na yule na ujira wa kusimama, kwa sababu yeye ni sharti yake bwana mtume haipungui sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni sharti yake haipungui. Na kuswali kule kwa kuketi labda katika swala za sunna ni kutuonyesha jawaz, yani ni katika kutubainishia kuwa yafaa. Kwa hivyo ile hata kwake nini ni katika namna ya kubalighisha mambo. Kwa hiyo haina wasiwasi wala haipungui ile ujira. Hii ni kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Kisha nguzo inayofuata Sheikh yasema arabi'u الفاتحة. إن شاء الله تتزمزية katika madarasa yatakayokuja. Sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi awwalan wa akhira.